Madhali tumeruhusiwa kuomba dua yoyote katika sijida. Je, labda kuna baadhi ya dua katika yale ninayoyataka Kiarabu sikijui katika ile dua. Je, naruhusiwa kutumia lugha yoyote ili kuongea lile ninalotaka na Mungu, au siruhusiwi nitumie Kiarabu kitupu? Asante. Kuomba dua katika sijida ni sunna. Sote tunajua ni nini? Ni sunna. Na sunna ni lile jambo katika dua ambalo hata kama hujalifanya swala yako imeswihi. Kwa sababu ni nini? Ni sunna. Si sharti wala si rukuni, si nguzo, ni sunna. Ukisoma fikhi vizuri upande wa ibada na hasa ya swala, kuna mahala kwenye swala imeruhusiwa useme lugha unayoitaka kwenye swala, tena kwa jambo si sunna, ni jambo la faradhi. Nyinyi wasomaji mnanielewa? Liko jambo kwenye swala si sunna, ni nguzo, rukunun min arkani swala. Asiyejua kuisoma kwa Kiarabu, sharia kwenye vitabu imeruhusu asome kwa lugha iwezayo. Wacha mbali Kiswahili, hata Kimakonde soma. Mtanisame wa Makonde kama mko humu, mmewatajeni kwa darasa. Liko jambo linaitwa takbiratul ihram. Someni fiqhi. Takbiratul ihram miongoni mwa sharti zake an yaatia hal musalli bil lughati al arabiyya. Sawa? Takbira iletwe kwa lugha gani? Lugha ya Kiarabu. Na takbira ina maneno mawili tu. Neno la kwanza Allahu, neno la pili akbaru, au sio? Haya sema Kiarabu. Sharia inasema fa in lam yuhsin, ikiwa hajui kusema takbira kwa Kiarabu, sio? Tarajamaha, ataisema takbira kwa lugha nyingine. Wa alaihi an yataallama ala alfauri, atasoma takbira kwa lugha yoyote isipokuwa jukumu lake ajifunze kuisema kwa Kiarabu haraka. Ule usemaji wa takbira kwa lugha nyingine usiwe wa muda mrefu, ni muda mfupi na anajifunza. Mnanielewa hivyo? Sawa. Hayo maneno nakwambia na kwenye kitabu hichi yameandikwa. Hichi kitabu chosoma leo. Sasa takbira ni nguzo. Takbiratul ihrami ni nguzo, lazima iletwe. Kumbe asoweza Kiarabu karuhusiwa aseme kwa lugha aitakayo. Ikiwa jambo la nguzo limeruhusiwa kusemwa kwa lugha nyingine kwa asiyeweza, je, lile la sunna? Maana kuomba dua kwenye sijida ni sunna, si nguzo, sio? Maana yake na kule pia unaruhusiwa, ila ujifundishe. Hichi Kiarabu ni lugha ya ibada. Allah katuwekea Kiarabu kiwe ni lugha ya nini? Ya ibada. Na hili jambo lina hikma kubwa ndani yake, ndio lilowafanya Waislamu wakawa wamoja. Wewe unaswali hapa, anakuswalisha imamu, lakini imamu kama huyu akiondoka akapelekwa China, Guangzhou, msikitini China Guangzhou, akaingizwa mule Guangzhou msikitini, akaambiwa sikiliza bwana, Waislamu wenzako ndo hawa, wallahi akipita mbele anawasalisha na wanaelewana, au sio? Wanaelewana safi kabisa. Hebu mchukue mchungaji wa kule Manirumango au Mwanamtoti, umchukue umpeleke India, yule mchungaji wa hapa Manirumango, sio? Ukifika India umwambie bwana, hawa ndio dhehebu lako, hebu ingia waongoze hawa, wataelewana? Wale Wahindi na huyu Mzaramu wataelewana kweli? Sisi Waislamu ni uniformity. Kama na anayeswali kule Kuyuni Pemba, sio? Anayeswali kule Kiwani sawa na anayeswali India, sote moja. Anayeswali Misri na anayeswali kule Bulgaria, wote letu moja. Lugha ni lugha ya ibada. Lakini ukiwacha kuwa lugha ya ibada ndiyo lugha ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni muhimu Muislamu ajifunze Kiarabu. Na nielewa, usilione kama jambo la khiari la kawaida tu. Kwani nini? Jifunze Kiarabu. Na tuna hadithi imesema hata lugha ya watu wa peponi kule itakuwa ni lugha ya Kiarabu. Sasa jifunze kabisa. Usiende kule ukawa mkiwa, jifunze kabisa hapa.
utakuwa mkiwa bure. Kwa hiyo, na hili nimefurahi mimi, tungeachwa tufanye ibada kila mtu na lugha yake, mwingekuwaje? Kwa Kiarabu ukisema Mungu ni mkubwa zaidi unasema Allahu Akbar, au sio? Ukisema kwa Kiingereza utasema God is the greatest, au sio? Ni mkubwa zaidi. Sasa kule India Mwenyezi Mungu anamuita Bagwani. Mungu ni Bagwani kwa Hindi. Aya, sikwambii lugha za huku nyumbani kwetu tulikotoka huko. Anasema mulungu mkuu, huyu mzee anasema kwao anasema mulungu mkuu. Sasa hebu amka usiku leo, shika tasbih yako. Uanze baada ya kusema Allahu Akbar, Allah sema mulungu mkuu, mulungu mkuu, mulungu mkuu, mulungu mkuu. Si utacheka tu, mwisho utaona nafanya nini sasa hapa? Unaona kama natibu watu hapa itakuwa labda. Mulungu mkuu, mulungu mkuu. Lakini ukianza kusema Allahu Akbar, Allahu Akbar, unasikiaje? Ladha unaionaje hapo? Allahu Akbar. Sasa ile mulungu mkuu vipi? Tujifunze Kiarabu ndo lugha bwana. Bwana nimekujibu. Wallahu a'lam. Allahumma akrimna binuril ilmi wa zayyina bizinatil fahmi. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi. Allahumma wadhih lana min al-umuri ma ashkala alayna hatta nafham. Anta ta'lamu wa la na'lamu wa anta al-a'azzul akram. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.